A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kitu chochote unapoanza shekhe, lazima uanze na dua. Dua ndio kitu muhimu katika vitu vyote. Kwa mara nyingine tena ninaonekana katika TV ya Chapesa, maskini ya Mungu. Nilitoka maisha magumu, nilikwenda kutafuta riziki, kaenda huko mbali. Najua watu wangu mmenikosa kwa muda mrefu sana. Leo nimeamua nifungue mwenyewe kipindi. Kuna habari nyingi sana hapa mjini, nilikuwa sipo, nimerudi mwenyewe na Simba yangu. Kumekucha, mkae tayari, mkao wa kula. Mengi mmeongea, mimi sipo. Wenye kutukana mmetukana. Mara ya mwisho naondoka ilikuwa siku ya Jumapili, nikasema hivi, mechi ile tunashinda, lakini mimi niliongea kinyume, nilikuwa ninajua tunafungwa ile mechi. Sasa nikisema tunafungwa, watu wanasema mimi naisaliti Simba, lakini wanaoisaliti Simba wamekimbia kwenda kuitikia dua ya Albadili. Bana Chapesa njoo bana, watu wamekimbia kuitikia dua ya Albadili. Wewe umesikia? Na wewe hujapata taarifa? Mimi taarifa nilikuwa nazo, ila nilikuwa na safari. Nikashindwa kwenda kuitikia dua. Lakini mimi kwenye Albadili mimi ningefika. Ungeenda? Albadili haki. Mimi ningekwenda pale. Sasa ungeenda na kutia nia? Ningeenda kutia nia wale wanaoisaliti Simba. Nasikia bwana Shabani amelalamika, anataka kulia. Wamekimbia, wengine wamefika wakamwambia bwana Shabani, tafadhali tuna uzuru. Nani alienda akasema bwana tafadhali? Chapesa. Maneno yangu yametimia. Mimi sio nabii kama watu wengine wanavyojifananisha na nabii. Mimi sio nabii. Ndio. Si nabii mimi ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, mja wa Mwenyezi Mungu ambaye nimetoka kwenye pande la kunuka. Udongo wangu mimi ni wa kunuka. Ndio. Lakini maneno yangu yanatimia. Niliwaambia hivi, siku ya mwisho ikifikia, mtakuja kuona watu wanafiki wanaoua Simba. Bana chukua Chapesa kitonge chako. Lete maneno. Bwana, kwanza mimi niseme tu shukrani mzee Saidi. Nashukuru sana kwanza kwa kufungua kipindi, na nilikuwa napata adhabu sana napigiwa simu mara kwa mara, bwana Chapesa mzee wetu yuko wapi? Wapo wale wanitukana, wapo wale wananihitaji. Kuna wengine wamesema wewe kama umeshindwa kumlipa mzee wetu tuambie. Wanasema tutatoa sisi. Hapana. Pesa tutalipa tumpe mzee Saidi. Nikamwambia shida sio pesa jamani. Jamani, mimi nawaombeni radhi kwa yote yaliyotokea. Mimi ni binadamu. Sawa. Kwa sababu mimi kuna maisha ya baadaye. Sawa. Kazi za serikali zina muda wake kama kifo. Ni kweli. Muda ukifika lazima ufe. Zinatulia. Yaani muda ukifika lazima ufe, na muda ukifika lazima ni staff. Mwishe na muachaje? Lazima mtengezea mazingira mapema. Lazima nianze mapema, mwishe kumtengenezea mapema. Hivi unajua na yeye yuko peke yake kama nilivyo mimi, kadume la nyani. Ndio maana akiwa anakwenda mwishe. Kwa hiyo lazima nianze mapema sana kuweka mazingira. Unamwandalia faza kaka baadaye ili na yeye awe kwenye hifadhi yake ya hapa duniani kwanza. Angalie sababu kuna safari ya kufa. Unamuona pale, huwa namwambia mimi muda wote nitakufa. Kweli. Utabaki peke yako, na unapobaki peke yako tuliza kichwa chako. Kikae sawa. Hutokuwa na mtu wa kusema kwa kwamba atakuja kusema baba atanisaidia hichi, labda nitapata hichi. Hakuna. Mimi wakati huo nimeshavimba. Nimeshakufa. Yaani ukija unakuja kwenye tuta, ndiko nyumbani kwangu. Lakini nyumbani kwangu unakutana na tuta. Msiba mkubwa sana. Sana. Hatari kubwa hiyo shekhe. Namwambia mimi yule mdogo, inabidi tuendelee kuomba. Na ni bado kadogo, kana miaka 4. Alafu akaniuliza, kuna siku aliniuliza, baba unasema utakufa? Na mimi nitakufa. Ipo siku nitakufa. Iwe amri ya Mwenyezi Mungu, iwe amri ya binadamu, nitakufa. Yote yatatokea, utabaki peke yako. Mimi bwana, kabla tujaanza kipindi mzee Saidi. Naam Sheikh. Ningekuwa tu naomba lahi wana Chapesa Media. Jamani, mzee karudi. Nimerudi. Mimi binafsi. Na sasa wewe sio wa kuomba radhi. Mimi ambao nimewakosesha watu raha, nimewakosesha watu kusikia habari nyeti. Basi mimi nawaomba radhi, lakini nawaomba radhi kutokana na msukosuko wa maisha ya duniani. Tunasukumana. Mimi naomba tu tusameane ndugu zangu. Basi sasa hivi mimi nipo. Chuma kimerudi. Leteni maneno, leteni malalamiko, twende pamoja.
Lete maneno. Watu wamekimbia lakini dua. Basi kwanza nikuombe pole. Nikupe pole kwanza. Acha nikupe pole. Pole ya nini? Maana siku unaondoka. Nikala 2. Nilikula 2. Nimekula kwanza chuma 2. Afuata akaniuliza. Niko kwenye basi. Sasa niko kwenye basi. Watu wana balaa. Watu wa Yanga. Wa Galatia. Nipo kwenye basi bwana. Chuma inatembea. Ndio anakuona upo. Sasa tumefika sehemu tumeshuka. Mama yule kondakta anasema jamani tukachimbe dawa. Kachimbe dawa. Haya sawa. Tumeshuka pale. Kushuka watu tuko na mzee Saidi, shikamoo. Mzee umepigwa 2 na mimi. Nikamwambia sijui. Ndio umefungwa. Na mimi sawa. Nikanyamaza kimya. Gari imetembea tumefika sehemu gari zimeshindwa kupanda mlima. Kwa hiyo zikawa zipo kwenye foleni. Nikashuka kwenda kuangalia mbele kuna nini. Kama kawaida yangu. Huwa situlii sehemu moja mimi. Lazima uende hapo. Na mimi ukitaka kunitafuta ufanye kazi. Ufanye kazi. Kabisa. Kunitafuta unipata hivi kiurahisi. Mimi situlii sehemu moja. Kufa ni wajibu, lazima utakufa. Watu wakikunuia waja wa Mwenyezi Mungu popote pale wanakupata unakufa, ila situlii sehemu ya kukaa. Nikaenda barabara, naifuata barabara, fika kule nikakuta lori limekata barabara. Limezuia gari za huko haziji, za huko hazipandi. Nikafika pale nikaa na shangaa. Sasa madereva wadogo kama wewe, mzee Saidi shikamoo, na mimi acheni utoto, fungueni njia mimi nipite bwana. Mimi vipi? Wao wananisalimia mimi sikutikia. Nikamwambia acheni utoto bwana. Mimi nishachoka, natoka Dar es Salaam nimechoka. Fungueni njia mimi nipite. Na nyinyi mmeshasema mimi mzee. Mimi mzee kweli? Nishachoka kusimama. Bwana watu walipoisikia sauti watoto wote wakashuka kwenye magari yao. Wewe mzee unaenda wapi huku? Huku ndio kwenu na mimi hii Tanzania. Kokote naenda. Ili mradi nisivunje tu sheria za Jamhuri ya Muungano. Sawa. Sasa mnafungua njia mfungui. Nikawauliza. Mzee sasa unaleta ubabe. Kaambia hujajibu, mnafungua njia mfungui. Kwa sababu unajua kabisa ubabe sina. Ndio. Sigombanaje. Wewe ni mtu wa kuongea. Mimi mtu wa kuongea. Unafungua njia ufungui. Bwana tunafungua bwana, wakaingia kwenye magari yao. Kama talete gari ile wakakamata kamba. Funga hapa na mimi vuta twende juu. Wakawa wanavutana bwana. Njia ikafunguka. Alhamdulillah tukapita. Kwa hiyo bwana nikawa nimekula 2. Lakini cha pesa ile mechi wallahi na kuapia kwenyewe Mwenyezi Mungu nilijua sisi Azam wanatufunga toka mapema. Sasa hivi naogopa kusema Simba anafungwa. Taonekana wewe ndo nikisema wanasema mimi msaliti wa timu kufungwa. Ndio. Kwa nini najua kuwa tunafungwa? Ulijuaje sasa? Uongozi. Kama kawaida. Timu inatengenezwa babu na wenyewe. Ule uongozi ndio shida. Hivi mimi ngoja nikuulize, wewe nyumbani kwako kukiyumba analaumiwa nani? Baba mwenye nyumba. Baba? Mwenye nyumba. Mwenyekiti wa Simba pale nani? Usitaje wewe, itaonekana nimekutuma. Mangungu. Watu wanasema kwa kwamba Mangungu tunamuonea. Kwa nini? Yeye achezi. Hapangi kikosi. Yeye hapangi kikosi. Na hawaambii wachezaji wakose magoli. Hawaambii wachezaji yote. Lakini lawama zote lazima ziende kwa Mangungu. Yeye ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Yule kachaguliwa. Afanye nini ili muweze kuwa? Umeelewa? Hakuna cha kufanya nini. Yeye si mtu wa mpira. Kwa nini tunafungwa? Kwa nini timu inapotea? Kwa nini makocha wanaondoka kila siku? Kwa nini kila siku timu inafukuza makocha? Kwa nini kila siku timu inafungwa na Yanga? Kwa nini timu ikienda kwenye mashindano ya kimataifa tunafungwa? Kwa inabidi akae na kabineti yake ajiulize. Sio akae, ina maana timu imemshinda aondoke. Kangangania tu. Haya maneno yote haya ni kwa sababu yake yeye. Kumbe hapo lengo akiachia timu itafanya vizuri. Watakuja watu wenye uchungu wa kuja kushindana na wale wa Galatia. Wagalatia sasa hivi wanatamba wao wako na nani? Kiongozi bora. Wana uongozi wao. Sikiliza, sisi tuliwasumbua sana Wagalatia kwa enzi ile kwa sababu tulikuwa na uongozi bora. Wagalatia hawakwenda kujazana TFF. Walienda Kisa Molson. Hawakwenda kujazana. Hawakulalamika barabara zote kwa kwamba tumewanyang'anya yule mchezaji Nionzima. Ndio. Na mimi nakwambia nilipigiwa simu na engineer alisema hivi, nyie mlitunyang'anya nani? Mlitunyang'anya Nionzima na sisi tunamchukua Chama.
Leo ndio natoa simu. Kwa Chama mbadala ni Onzi. Sasa alafu Morrison mbadala aliniambia nyinyi mlijidai sana. Na sisi safari tumewapata. Tutajidai sana. Na uongozi mbovu na kweli. Wameondoka wachezaji wangapi wazuri? Wewe sasa hivi unamwachia Mohamed Hussein unasema mzee, angalia shughuli anayoifanya kwenye timu ya taifa. Jana bwana. Kuna uongozi pale? Jana kaufanya, kaupiga. Kuna uongozi pale? Na hili mimi nakwambia hivi, tukae tukigeuka tufanye nini? Sisi mpaka yule mzee atoke ndio tutakuja kumfunga Yanga. Leo ndio nalisema. Mpaka mzee yule atoke ndio tutakuja kumfunga Yanga, lakini vivi hatumfungi Yanga. Wale wote wang'oke wale na kabineti yake. Ije kabineti mpya. Sasa nataka kuniambia jasusi liko huku? Jasusi nini? Jasusi ni sisi wenyewe ndio majasusi wa kuizalilisha Simba. Juzi tumeitana kwenye dua. Si juzi hapa tumeitana kwa Shabani. Na Shabani alisema kwa kwamba dua linatakiwa liende likasomwe kwenye eneo la Simba. Aidha klabu ya Simba au Bunju. Leo mnaenda kusoma kwenye ofisi ya Shabani. Shabani ile ofisi ya Simba ile. Branch ya Simba. Dua linampata nani pale? Wasaliti wote mmekimbia mjataka kuitikia dua. Hao viongozi wote wamesepa. Saidi ngoja kwanza hapo kwenye hii dua. Hii bwana Albadi ninaona kulikuwa na hamasa kubwa sana kabla hajafanyika. Sasa kumbe. Lakini siku iliyopita muda ulipofika au walilewa na ushindi. Tena sio ushindi, wanaulizana wewe bwana wewe kweli wewe hujafanya? Bwana nimo humo. Sasa unaendaje kuitikia dua? Kolowani haikopeshi. Nasikia Albadi bwana haikopeshi. Na kutiliania ndio hicho kama na wewe unaenda. Kama ulipewa na wewe unakwenda. Sasa michawa chungu mzima inaenda kwa Mangungu kuchukua hela kulisha watoto wao. Halafu unakuja kuniambia waende wakaitikie dua. Hawaendi. Mimi nilikwambia wasaliti ni sisi wenyewe watu wa Simba. Hakuna msaliti atoke nje. Kila siku mimi nasema ili haki ya Mungu. Hakuna msaliti atakayetoka nje. Wasaliti ni sisi wenyewe. Kwani Mangungu kawekwa na nani? Sasa usiseme sisi wenyewe viongozi. Sema sisi wenyewe wanachama ndio tumemweka Mangungu pale aisaliti Simba. Sasa saliti na kati mzee Saidi mlifika mbali. Umefika mbali nani? Sikiliza nikwambie bwana, ile kufika mbali ile ni programu ilikuwa imepangwa na ule uongozi kila siku ili nakwambia. Ile programu ilikuwa imepangwa na uongozi na wenyewe walisema hivi, tukikosa mambo mawili inabidi tulipate moja tulipate. Kwa ile ilikuwa iko ndani ya sekula. Ilishaandaliwa. Yaani kama wewe unavoenda unasoma hotuba inaandaliwa hotuba. Sio unapewa tunaenda kaseme hivi basi ukifika tu umepewa vitonge vimewekwa pale basi unaanda. Hakuna. Kwa hata kwenye mbele ilishapangwa sio juhudi za mwenyekiti wenu. Ana juhudi gani babu kama ana juhudi kila siku unapopolewa na Yanga? Sasa mbinu tu za kimchezo. Mbinu za kimchezo basi hata hizo program zinahitaji mbinu za kimichezo. Ndio pa kuchukua msaidizi wake mwingine sio mumtoe. Msaidizi ana msaidizi pale. Muda wake uishi. Msaidizi hivi kwanza wewe uliona klabu gani na wenye viti wawili? Simba. Si ndio hiyo Simba. Ndio hiyo Simba utasema nyingine nani? Wenye viti chungu mzima. Wakikaa pale matumbo haya. Yaani mtu unashindwa hata sehemu hata ya kuongea, unaenda uongee ufikie wapi? Ila kabla tujaenda mbali na salamu zako bwana, maana mimi huko tunakuja. Salamu za nini? Una salamu zako na kutoka kwa Bigi wa Azam. Bigi wa Azam? Si nimefungwa. Si ndio salamu hizo? Kanifunga. Na mimi nilijua yule mtoto lazima ataongea kwa sababu kanifunga. Wewe kamfunga Mangungu. Bigi umemfunga Mangungu. Hajaifunga Simba yule. Kamfunga Mangungu. Wewe kamfunga Mangungu yule. Si ndio uongozi mbovu ule? Kafunga Azamu kaikuta uongozi Simba mbovu ndio maana wamewafunga. Wewe bomba mbili zote zinamhusu. Wewe mzile za Mangungu wewe mimi Azamu Simba imetulia wewe inagonga mokomoko. Siaulize Zanzibar. Sasa Zanzibar sinaonekana nao kwa wachezaji wao. Nani? Wachezaji gani? Kocha yule aliyokuepo Azam alikuwa sio yule kama wa moto huyo. Sio hamna lolote. Huyu kocha ameshakula 4. Sawa na sasa na hali gani? Simlimfunga Simba. Sasa kala 4 huyu mpaka alitafutana na sio mara moja. Kule kwenyewe alikokuwa tulimnyuka. Kaja hapa katoa draw. Si wa kutufunga yule. Anaikuta timu imechoka, Simba haina mwelekeo, wanajipopolea tu. Mpaka walevi wanajipopolea Simba. Leo na Bigi ajisifu kumfunga Simba.
Ulimcheka sasa. Mimi nimcheke nini? Na ukamwambia kocha wake atakimbia wewe, mtamkungua. Sikiliza, mimi yote nilisema. Nisikilize bwana. Nakusikia. Tena nisikilize kwa makini. Mtendaji mkuu wa Azam yupo? Yupo, ila sasa wamebadilishwa. Haja mwingine. Mtendaji mkuu wa Azam katika nafasi ya mtendaji mkuu yupo? Yupo. Ndio mtendaji mkuu. Popat mtendaji mkuu. Popat kapoka, sasa hivi kakaa pembeni yuko mwingine. Sasa kumbe sasa ndio maana nakuuliza mtendaji mkuu wa Azam. Wewe ungekuwa Popat ndio mngewatungua. Wewe nyamaza bwana. Sasa mbona kodi zako mimi sikuelewagi sana. Bwana wewe. Huku nako kuna bwana wewe. Wale wenyewe wanajuana wale. Wale wenyewe wanajuana wale. Na wanasema kabisa Simba iki sasa na Simba yenyewe Popat anatoka, Simba yenyewe imechoka ile, maskini ya Mungu. Kila ikigeuka inapopolewa. Wewe ukatule tuko na kina Mavambo wametulia, kina Mohamed Hussein wale wanakooa wale. Watoboi. Wewe bwana wewe. Mimi nakwambia hivi, yoyote sasa hivi anayeifunga Simba asijisifu kwa nimeifunga timu ngumu. Haifungwi Simba, wanafungwa wale kina Mangungu na wenzie. Yaani mimi ukiniambia chagua mawili. Sawa? Simba ibaki, yani kati ya Simba na Mangungu aondoke nani? Mimi nakwambia Mangungu aondoke. Sasa Simba itaenda. Inabaki na itaendelea kuwepo, lakini Mangungu atoke. Aje uongozi mwingine. Mimi nakwambiaje shekhe, wewe angalia hata kwenye kile kikao walichoenda kuitana kwenye mkutano mkuu. Ndio. Walipokuwa wamekaa. Yaani unaangalia tu ile twasira waliokuwa wamekaa pale, unaona kabisa ule uongozi haufai. Waloka mbele. Pale unajua ule uongozi 1 2 3 hamna kitu pale. Kulikuwa kuna maongezi gani ya maana? Aliongea mtu mmoja tu maneno ya maana peke yake. Nani? Yule mzee aliyenyanyuka mwenye sharafa. Basi peke yake, sharafa za mvi zile. Yule ndio alienda kuongea mustakabali mzima wa timu iweje. Lakini hao wote waliopewa hawa wakifika mheshimiwa mwenyekiti. Mzee Saidi, jezi zako zimeshuka. Acha zishuke na bado zitashuka. Na nilikwambia mimi. Unaona ahadi itatimizwa hapo? Ahadi inatimizwa na nini? Ahadi kama kutimiza ingeshatimizwa tangu asubuhi bwana. Mimi nilikwambia hamna kitu. Tulisimama hapa. Nilikwambia hamna kitu chochote hamna chochote. 45 mpaka 12. Kwa tungesubiri. Tungesubiri nini? Bei ishuke wapi? Wewe huyo mtoto huyo nani huyo nani huyo? Huyo aliyesema atajenga ofisi atanunua Jairuti. Unaenda kutunishana misuli na tajiri. Unatunishana misuli na Mo Simba yake. Na anayebisha abishe, ni wajinga ambao wanaotumwa. Mo Simba yake. Na wanaobisha wabishe. Sikiliza bwana, Simba moya kwake. Mimi na mengi ya kuongea. Ndio maana mengine huwa na nyamaza. Kuna mengi unayajua, lakini mengi najua. Mimi na nyamaza, sitaki kusema, nikisema nitaumiza watu. Timu ya kwake Mo. Tumesota miaka 4. Jairuti alikuwa wapi? Sasa bado anajichanga. Simba imefika katika ubora, imekaa vizuri. Jairuti ndio anakuja, alafu anakuja kumtunishia misuli mtu aliyeitoa polini timu kwenye misukosuko chungu mzima mpaka inakuja kukaa, mpaka inashika nafasi za juu. Wewe unakuja kuanza kumtindishia misuli. Hiyo akili hiyo. Sasa kajionyesha kusema washindane. Tatengeza vitu ambavyo vimeshindikana. Ndio haya tunayoyataka, na ndio maana kwambiaje, sisi wenyewe ndio tunaisaliti timu. Kila siku mimi naambia sisi wenyewe ndio tunaisaliti timu kutokuwa na misimamo wanachama. Na cha kwanza alichofanikiwa huyu mwenyekiti kuvunja umoja wa wanasimba. Umoja wa wanasimba. Wote tayari wanasimba wameshajigawa, kila mmoja yupo katika makundi. Sasa si kila mmoja jana mnapokusanyika ni nini? Unakuwa kitu kimoja. Ndio umoja, si ndio? Juzi tumekusanyika. Juzi tumekukusanyika. Bado hamkuweza kukusanyika, mmemwacha Shabani mpira pesa. Sasa mmemwacha Shabani mpira pesa peke yake. Simba ya Shabani peke yake. Haya, mimi sikuwepo, sawa. Watauliza mbona wewe ukwenda? Mimi nilikuwa nimesafiri. Na uliwasiliana naye vizuri Shabani. Shabani aliniambia mapema kabisa, mzee Saidi, tuna jambo. Nikamwambia hilo jambo mimi nitakuwa safari. Ndio.
na safari hii siwezi kuivunja, ni safari ya kifamilia. Lazima nisafiri. Sawa sawa. Na jambo hilo nalolifuata haliwezi kutengemaa bila mimi mwenyewe kuwepo. Ni jambo muhimu. Shabani akaniambia, mzee, nimekubali. Na kama mimi muongo, mpelekee aende akajibu. Mpelekee, tumpigie simu sasa hivi. Mimi siwezi kukataa. Nakubaliana na wewe. Umpelekee Kitonga, wewe kamuulize, bwana mzee Saidi uliongea naye. Na hata nilikokuwa alinipigia simu na nilimpigia simu, alinitumia message juu ya hili. Tukaanza kutaniana, anacheka. Wewe umetekwa wewe. Nikamwambia, ujinga huo, una akili we mtoto, mimi mkubwa wako. Akaniambia, bwana mimi mzee nakutania. Huko nilikokuwa. Umenielewa sijui? Maneno mengi sana yametokea hapa katikati. Mwenyekiti mnamuonea, sijui nini, sijui yeye kazi yake kufunga kikao na kufungua kikao. Ndio wana Simba wakuchague kwa kazi mbili tu, kufungua na kufunga kikao. Usitufanye hatuna akili, sisi tuna akili. Julio anamtetea yule. Julio kaivujia Simba jasho. Aache utoto Julio. Yule mkubwa mwenzangu, yeye anacheza mpira, mimi namuona. Mimi nimeenda Dodoma, Julio kuna vitu nitaka nimwambie, lakini nikamtizama nikajua huyu mlopokaji, nikamwacha. Lakini hakufanikiwa hata moja, akaondoka. Yuko Dodoma Kwa sababu mimi Dodoma nimeishi na wajua wana Dodoma wakoje. Nimemkuta kakaa hoteli moja iko By Road pale. Nyuma yake ndio iko nyumba ya marehemu mzazi wangu mimi. Inaitwa nini ile pale? Jina limenitoka. Amekaa na kaka mmoja mwalimu. Julio mimi anijui, lakini yeye kwa sababu ni mtu wa siku nyingi maarufu, mimi namjua. Nikafika pale nikamsalimia, Julio, salamu alaykum. Julio akaitikia, wa alaykum salaam. Tulikuwa tunaangalia, ilikuwa ni ligi, sikuwa nimeenda Dodoma, ghafla nilikwenda. Nilikuwa tena kikazi. Nikaenda nikamkuta pale. Ile guest huwa naisahau jina lake. Ina hoteli iko By Road pale. Ni guest moja maarufu sana, yani ni hoteli guest nini, ni maarufu sana. Nikamkuta kakaa pale anaangalia mpira. Hiyo mechi naikumbuka ilikuwa Mbeya City. Walikuwa Mbeya City na nani sijui. Yeye akiwa kocha pale Dodoma anahangaika kuipandisha timu. Sasa jinsi walivyokuwa wamekaa na wale watu, mimi nawajua fitina yao. Nikamwangalia Julio, nikataka nimuite Julio njoo. Lakini nikasema huyu hata nikimwita sababu mlopokaji, nikimpa maneno yangu ataenda kuyasema watu mimi naheshimiana nao. Sababu mimi Dodoma nimeondoka na heshima zangu. Sijawahi kugombana na mtu, na maana bado simu zinaita ndio maana unakuta watu naheshimiana nao wananitafuta simu zangu. Unaona wengine marehemu kina Mbaligwa. Umeona bwana mzee Nuru kila siku ananipigia simu, hata juzi niko kule safari amenipigia simu. Nikataka nimuite nimwambie, Julio, hapa ulipo unapoteza muda wako. Lakini nikamtizama nikamwacha, na kweli haikuchukua muda kanyanyuka. Wamempa vilago vyake. Cheze na watu wa Dodoma. Ukutane na wao. Afule kaka jina lake linanitoka, aliwahi kuchezea nani? Aliwahi kuchezea Milambo. Lakini mzee Saidi bwana, mimi hapo bado kwanza hatusitoke kwanza kwenye Albadri. Wataka kuniambia viongozi hawana taarifa hii Albadri? Maana kiongozi bwana Shabani anakuambia wote walikuwa na taarifa. Lakini baada ya kuwapigia simu zinaita. Sasa wewe unampigia Shabani, naye namshangaa, unampigia simu msaliti. Wewe unawapigia simu wasaliti. Kwenye dua watakuja kuitikia, watakupa ushirikiano. Wewe vipi? Wewe mimi na mke wangu tunagombana, wewe ndio hawala yako. Afu mimi nakuja kukushtakia, wewe utanipa mimi sio ushauri. Yani utanipa wewe bwana wewe. Yani Shabani naye alikosa hata vya kusema. Wewe wale ndio wanaisaliti timu. Wale kina Mangungu wale. Mimi sipepesi macho shekhe. Wale wote waliokaa pale mbele. Na kama ugopa is up to you, utajua mwenyewe. Hii mimi naongea. Wewe unawaita. Na nilikwambia kitu. Yeye Shabani kama alikuwa anataka kusoma Albadri, tena kwanza hata singetangaza. Angesoma kime. Sasa si kwa niaba ya Wanasimba wote, kwa niaba ya Wanasimba si hao wamemkimbia. Na mimi nilimwambia wewe Shabani, hao ulionao wote wasalimu. Nyinyi mlikuwa mnamsupport Mangungu kikwapi. Kenda kawakimbia.
kawakimbia kwenye mkutano, matokeo yake anasemaje? Umeme ulizima. Kumbe umeme ulizima. Yeye TANESCO. Joto kali alitoka. Yeye TANESCO. Wakati yeye amewaambia kabisa twendeni tukanyooshe viungo. Tukimaliza kunyoosha viungo twende tukale mpunga. Biliani nawasubiri mkakati. Biliani nasubiri. Dr. Mo kaondoka hata biliani hakula. Kwa hasira. Unaongea nini bwana wewe? Na yule mwenzao, hii taarifa nimeipata bwana, niko mjini, niko kule. Kuna taarifa nimeipata. Inasemaje? Mwenzao kaondoka. Kaenda huko kwenye mambo yake ya juu huko kwa hao wenye mpira kiongozi wetu wa Engineer Elsi. Mwenyekiti wa vilabu Afrika. Sasa kwa kuwa yeye ana zamana ile, sikaenda kushtaki kule. Kaiweka kwenye skrini. Tena ameiweka kwenye skrini alipoamka Masudi ndio alichafua hali ya hewa. Kwanza kuongelea nembo. Alianza kuongelea nembo, watu toka matusi. Sasa mwenzake akachukua kile kipande, afu kile kipande sasa alikuwa kasimama usawa Mangungu kakichomeka, wakaweka alama nyekundu Mangungu yule. Sasa hilo tunakuja mzee Saidi. Alichokitengeneza ilikuwa ni sahihi au kuna jambo ambalo yuko sahihi? Sio rafiki yangu Engineer Elsi. Kafanya kazi yake ya uwenyekiti wa vilabu barani Afrika, yuko sahihi kutoa taarifa za ujinga unaofanyika katika klabu kubwa barani Afrika. Yuko sahihi na hajakosea. 100% na muunga mkono. Yuko sawa. Kulipeleka jambo letu la klabu yetu ya Simba, kulipeleka pale kwa wale wenye mpira wao, wajue kwa kwamba huku kuna nini kinachoendelea. Lakini kuna wengine wanasema wamewakosea. Masuala ya migogoro ingebaki kwa wao, hakuna mgogoro Simba. Hao wote wanaosema kama kuna mgogoro mbona timu inafungwa ovyo? Kama hamna mgogoro mbona kila mwanachama analia na mwenyekiti wa Simba? Na kama hamna mgogoro ilikuwaje siku ile kwenye tamasha ubaya wamenyamaza kimya wana Simba wote? Akisema nani huyu Mkulia huyu, akisema Simba yote inaitikia magoli. Akisema magoli ubaya, aliwauliza pale mnataka nini? Si walimjibu. Alivyokuja kupewa yeye, nani aliitikia? Huo ni mgogoro tayari, tosha, toka. Watu hawakuhitaji. Upo? Nipo mzee. Huo ni mgogoro tosha. Kwa hiyo alichokifanya, mimi simwiti mwenyekiti wa Yanga, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, mwenye dhamana ya mpira wa Afrika. Maki mwenyekiti ni jina kubwa sana. Nyinyi msichukulie yule anaingia kwenye vikao vya FIFA. Hata wewe huyu mwenye miwani, wewe ukishaona unavaa miwani, ujue safari imekwenda. Mimi nakwambia kweli, si unaongeza nguvu nyingine ya mzungu shekhe. Ukimwona mtu anavaa miwani, haki ya Mungu. Sikubaliani na wewe. Na usikate, na ukikata nisipoiona tunakorofishana. Ukizeeka kila kitu kinapotea shekhe. Umri una muda wake. Saidi, kwani kuvaa miwani si moja lenzi ndio kawaida? Ndio tayari umekwisha. Macho yao ni mbele. Macho yao ni mbali. Ukisoma maandishi yanaungana. Mimi hapo ukisoma maandishi yanaungana. Kwa sababu ya nini? Umri umeenda. Umetaradadi. Kwa ukiona mtu anavaa miwani kama kazi imekwisha. Ukiona mvi ni salamu ya kuingia kaburini. Shekhe, dini ndio inasema, sio mimi. Ile ni salamu. Kwa hiyo miwani tayari. Salamu yake inakujaje? Mvi zinakukumbusha siku ya mwisho unatakiwa uvae nguo nyeupe. Mwisho hiyo. Inakukumbusha tena siku ya kwanza unakuja duniani umepokelewa na nguo nyepesi. Ndio maana mama anapokwenda hospitali kujifungua mtoto anakwenda na nguo nyepesi, kanga zile nyepesi. Ndio unapokewa unakuja duniani. Na ile kulia sio unalia kwa nini? Ile unalia madhila ya dunia unayokuja kukutana nayo, kama Simba tunayokutana nayo sasa hizi. Unakutana madhila makubwa, mnakaa kila siku mnanyanyasika. Mimi nimekwenda huko niliko naambiwa bana mzee unagawa utamu siku hizi. Kumbe mnakuwa alikwambia? Na unacheka unaona mazuri. Siku ile si nimeambiwa mbele yako. Sasa si shida yenyewe. Siku ile tumeambiwa mbele yako. Sawa ndio nimekubali. Stand pale naambiwa mzee unaenda kugawa utamu wapi? Sasa si ndio msemaji wako? Msemaji wapi? Na namkataza maneno yake. Msemaji wako lakini ameongea. Anaongea kuna timu itakuja kutoa utamu. Kumbe inaenda kutoa utamu Simba. Sasa wote tunaonekana alisema kwa mara ya pili, sasa mara ya pili mara tatu tunagawa utamu, tatu katoa hapo nyumbani. Sasa
Kagawa hapa tena kampaza kakatoa yeye. Bwana Bigi anafurahi sana unajua. Lazima afurahi. Kazi anasema umeifunga klabu kubwa. Kazi ile siku alishindwa hata kufanya interview, sauti iliondoka. Kwa kushangilia. Wewe unafikiri unafanyaje? Alikuwa anafurahi sana kukutana na wewe mzee Saidi. Kwanza kwa sababu mimi sinawapelekea maneno ya hovyo. Wao wanasema maneno ya hovyo, lakini sio maneno ya hovyo. Maneno haya nayowaambia ya kimpira, ya kisports. Sisi wale wanaenda kujazana pale wa Galatia pale TFF, tunamchukua Morrison, tulikuwa na uongozi bora, tuna uongozi thabiti, tulikuwa tuna uongozi wa kuthubutu. Sasa hivi malipo yanarudi kwenu? Sasa wao si wameshatengeneza uongozi. Tunasema wachezaji wazee. Si tunasema wachezaji wazee, wanakwambia lete huko. Kumbe hatujui tunachonganishwa na wachezaji wetu. Tumechonganishwa na Ahmed Hussein, tumemchukia yule kenda Yanga. Hivi jana umeiona? Timu taifa. Wanazungumzia wawili kwanza. Tuanze huyu na Mo ndani ya taifa letu. Ahmed Hussein siku ya jana kapiga mpira mkubwa. Yule mzee. Huyo mzee wenu mnasema. Kapiga mpira mkubwa. Tena ule mpira ambao ndo alikuwa anaucheza Simba. Ndio kauonesha pale kwenye timu ya taifa. Kajiachia. Wewe yule jamaa anakimbia kama swala, anakaa benchi, Ahmed Hussein anaanza. Wewe afuja useme Ahmed Hussein mbovu. Yule Boka. Boka amekaa, anataga, anachoma mahindi. Ahmed Hussein anakaa na mguu wake wa kushoto ule. Kama yupo kaifinya na vimiguu vyake vyembamba. Ikitoka imetoka. Acha bwana wewe. Alafu watu wanakuambia uongozi bora barani Afrika. Ndio hao wanaenda kukimbia kwenye dua. Uongozi bora barani Afrika wa Simba. Hawa si mtu wa Simba anausifia. Hao wanaenda wanakimbia kwenye dua. Mimi nakwambia kama kweli watu wanataka kuthubutu kusoma dua. Kwanza yeye Shabani kama alikuwa anataka atafute watu wenye msimamo, wenye leo ngumu ya kuisimamia Simba. Anawapata wapi na wakati wana Simba wote ni nyinyi wa influencer ndio mnatakiwa muende. Mtamwe wawili. Nyinyi ndio mlikuwa mnatamani Albadili na mkao mnatamani. Tena Albadili yenyewe huwaiti mashehe hapa. Wanao wanamjua Mangungu hao. Wanamjua Tayageni, wanamjua yule nani yule. Huyu nani huyu mwenyekiti wa sasa hivi wa bodi nani? Magoli wote wanawajua wale. Nenda kachukue ambao hawawajui. Watoke nje ya Tanzania. Afu mnataja majina yenu yote. Afu yote yanatiwa ubani yale. Sasa ngoja kwa mzee Saidi. Mimi nataka niulize jambo moja. Kwani Albadili kilichosomewa kwenye Albadili inasomewa kunuia mtu, mlisoma Albadili kwa ajili ya klabu? Albadili ile wamesoma kwa wale ninavyofahamu mimi na nilivyosikia mimi. Kwa wale wanaoisaliti timu. Albadili imesoma kwa lengo la wale wanaoisaliti timu. Sasa shekhe, hamna watu wanaoisaliti timu? Simba pale wewe unavyoona hakuna, usiwataje. Mimi siwajui. Wewe hujui. Lakini mimi naona wote Simba yangu nawajua. Mimi siwajui. Yaani mimi hata ungeniambia niwaonyeshe kwa vidole, haki ya Mungu na kuonyesha. Yule. Unawafahamu fika kabisa. Wote. Lakini hatutajani. Kwa pale ile Albadili ilivyosoma tayari imeshakiwa manuizi kwa ajili wanaisaliti klabu ya Simba. Pale ile Albadili inaweza, yani pale mimi nasema ile Albadili sijui. Kwa sababu huwezi kupingana na maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio ile kitabu bwana. Kile kitabu sijui. Je, anaweza yakafanya au yasifanye? Lakini mimi nakwambia kama mimi ningekuwa na hela, mimi ningeenda mashehe wa Lamu, Mombasa. Unatoka pale unakuja unagusa Tanga. Nakuja upande wetu. Umenielewa? Unatoka pale sasa unaangalia sehemu gani tena yenye ngoja sehemu gani? Zanzibar unaenda unawachukua watatu wawili. Afu unatoka pale ukishamaliza ile unahama. Unaenda Nigeria kushtaki ya mwisho sasa. Bwana wewe mzee Saidi. Kushtaki ya mwisho ile. Sasa sitakuwa hatari. Si ndio mnataka? Si mnataka ushahidi muone watu wanapoumbuka, uone kama watu wa kukimbia na mashati hapo. Lakini sinatakiwa mnaenda kunuia mnataka mfunge na siadi mfunge kwanza. Ndio maana yake siku 7. Sasa je, muulize Shabani mpira pasi alifunga siku 7. Albadili na mambo mengi.
mpaka imani yake ni kubwa. Na Shabani kafunga siku 7. Ndio msikumuuliza. Sasa huwezi kumuuliza Shabani. Wewe Shabani umefunga siku 7. Wengine wamekimbia. Hata hapo kuna Albadili hapo. Hadi shehe inabidi afunge siku 7. Yule shehe, wale mashehe wanaokuja kusoma wanatakiwa wafunge siku 7. Nyinyi mliojishughulisha mnatakiwa mfunge siku 7. Ndio mlete dua katikati. Saidi Albadili. Albadili sio mchezo. Albadili. Shekhe, mtu akikwambia kasomewa Albadili ile Mungu wewe. Hapo mambo yao ya kuchezea vitabu vya Mwenyezi Mungu, ndio maana madhila yanarudi kwenye timu. Si mnahitaji timu pale. Ndio mnaletewa viongozi mabovu. Kwa mambo ya kuitania Qur'ani. Qur'ani shehe mbaya. Albadili na ndio kinga ya mwisho. Yaani hiyo umekwenda kote umeshindwa. Umeshindikana, tunaenda kumaliza ile. Yaani unaenda kulia na Mungu sasa pale. Na kuna dua moja mengine unajua utakuja kuyasema mpaka tulete hatari. Kuna dua katika hiyo ya Albadili. Unaweza kumsomea mkeo, kila anayeenda kumgusa mkeo anamtongoza, anamtaka, anaenda. Wewe acha bwana. Albadili achana nayo shekhe. Uko kurefu sasa. Albadili achana nayo. Kuna sehemu humo ndani ya Albadili, kama mkeo anakusumbua unamsomea dua, anakaa anatulia. Maisha yanaenda. Humo na wewe vile vile, kama mkeo anajua anaweza kaenda kule akasoma, mume wangu atulie, na unatulia. Hukumbuki kokote zaidi ya kumkumbuka yeye. Shekhe achana na neno. Acha bwana. Wewe hebu acha bwana. Bwana hawa huku tulikokwenda sasa, hawa Shabani mpela pesa, mimi tu kwa sababu nilikuwa nina safari nikamuitikia, lakini ningemwambia Shabani, naomba nikutane na wewe kabla hata Albadili hajasoma. Shabani, unataka kusoma Albadili ya nini? Wewe bwana unaisaliti Simba uwajui? Ndio swali langu, ningemuuliza uwajui? Mimi si wajui. Silengo nataka akomeshe pengine. Mimi angesema hajui. Yeye anajua. Hata jana nimekumbuka na nukuu maneno yake, anasema hawajui yeye wasaliti. Ningemuuliza fulani, unamuonaje wewe? Mimi sina uhakika. Kafanya hivi. Je, hilo nalo huna uhakika nalo? Hebu liangalia hilo. Wewe kama mtu mzima. Sasa kwa mfano kama hili nyinyi mmesema uongozi ule unaonewa. Si ndio? Uongozi wamemfukuza yule kocha, wameenda kumchukua kocha yule. Kwa 10%. Useme uongozi. Pantev kaondoka, namuondoa kaja Steve Barker. Alafu unaenda kumchukua Steve Barker. Si Mwafrika yule? Mweusi. Ana asili, ana asili ya Afrika nahisi. Na kuna mtu ameniambia, alinipigia simu kaniambia, mzee uko wapi? Nikamwambia niko safari. Unarudi lini? Nikamwambia sijajua mpaka nimalize masuala yangu. Kaniambia, mzee mmemchukua yule kocha wa Stellenbosch. Yule mfunga Zanzibar goli moja. Goli la Jenchez Ahoua. Nikasema ndio mmemchukua. Pale nilimjibu nikamwambia 10%. 10%. Ulikuwa na maana gani? Maana yangu ni hivi. Njoo bwana. Hela ya klabu imetoka milioni 40, natolea mfano. Ndio mfano. Sisi tutakupa milioni 20. Kwa 20 ya kwetu tunakula. Sasa uongozi huo. Wewe mzee Saidi, unadhani uongozi? Nimetolea mfano tu. Huo mfano ndio sawa. Sasa unaenda kumchukua kocha wa Stellenbosch. Wa nini? Pantev mlimfunga zidi ya Gaborone. Na mkaja hapa mkatoa dua mkaingia makundi. Yule mlimfunga robo kuingia nusu, mlimfunga nusu na mkaingia finali. Sasa mumeona sasa huyu mlienda kumchukua mara kwanza, mlimfunga na mkamchukua kwa kocha wenu. Leo mmemtimua. Huyu pia mumemfunga na mumeona tena kocha mzuri, mmeenda kumchukua mbadala wa Pantev. Unaona Simba naenda hapo. Jamaa mmoja ananiambia, sasa unaniambia mimi naiona. Wewe ndio mwenye Simba. Wewe ndio umetoa mfafanuzi. Ndio jibu lake linakuja 10%. Alafu wewe unakuja unasimama na uongozi bora barani Afrika. Wewe unataki huyu muda wake unahesabika na. Ndio usome Albadili alafu mtu imwache namna hii. Na hisi machi mnakutana na Yanga ujue. Sasa shughuli ndio na mimi nilikuwa nakuja huko kwako. Huyu jamaa, kuna jamaa mwingine tena akanipigia simu akaniambia, mzee Saidi, naona umemchukua kocha wa South Africa. Nikamwambia ndio. Kocha huyu
aliyekuja ndio yule uliyomfunga Zanzibar. Hiyo mlifunga goli moja. Nikamwambia sawa, ulivyoenda kule ukatoa draw. Ndio huyu anakuja. Nikamwambia sasa huyu sasa akija si itakuwa ndio yale yale. Akasema kipimo chake na Yanga, kwa hiyo naye wanafukuza. Ikifika tarehe moja hakai yule. Kashindwa kupanga timu. Kocha wangapi? 11. Bwana. Uongozi upo tu madarakani. Unasubiri mpaka mwakani kwenye uchaguzi. Sasa mnamtoaje mapema mtu kabla nafasi yake unatoka babu? Subiri muda wake ufike. Simba hawana uwezo huo. Simba hawana uwezo huo. Kwa nini? Wa kumtoa mtu yuko madarakani. Sawa, sio uwezo. Tena yeye mwenyewe angeenda kutangaza. Yeye mwenyewe akajivue madaraka mwenyewe. Wangapi wanaenda wanatangaza? Yes, anasema kwa kwamba mapinduzi hayatakiwi. Si ndio? Mapinduzi hayatakiwi. Mapinduzi hayatakiwi. Wala hamna mtu ambaye angeenda kumpindua hapa. Yeye mwenyewe angetoka yule. Jamani, Simbu yenu hiyo hapo. Basi mimi sisaki tena. Natangaza kuanzia leo mimi sio mwenyekiti wa Simba. Biashara imeisha shekhe. Tunatafuta mtu kwa mpito anakaa pale. Mimi naona kosa ana ndio maana anabaki. Kama angejua makosa yake. Simba, hebu ngoja nikuulize, Simba walimtoa nani? Mwaka gani? Kama hiyo miaka ya nyuma, hata hii hapa hii ya karibuni. Hamna. Sasa, lakini miaka ya nyuma alikuwa anaondoka. Wanampunguza. Mimi nisikufiche. Mwenyekiti wa Simba alihemu yule makofia. Yule hajawahi kuwa mwenyekiti wa Simba. Yeye alikuwa anachukua vyeo tu. Yeye ilikuwa kazi yake ni vurugu za kunyang'anya wachezaji Yanga. Makofia. Kwanza walivyokufa mbona walishukuru? Baada ya kusikitika wakasema alhamdulillah mzee. Huyu bwana kaenda bwana. Mbeba Morrison. Huyu si ndio tunyang'anya Morrison. Akina Nionzima. Sasa wewe kuna kiongozi gani anaweza sasa hivi Simba pale? Nitajie mmoja tu kwa kwamba anaweza kaenda kumchukua mchezaji pale Yanga Kibabe. Kwa huyu mkataba wake umeisha, alafu na akaambiwa this coming to from what kambani Yanga from Simba is coming to from mkataba is dead. Nani anaweza kaenda kumwambia vile? Wapo. Yani wapo nani? Mimi na imani wapo. Wapo nani? Nitajie mmoja tu. Uongozi mzima upo pale. Mimi najua alikuwa Magufuli nani? Subhana rabbi. Alikuwa nani huyu? Makofia. Ndio huyo. Ansipop nani mwingine? Nani? Anaweza mzee Mangungu. Au mzee Magoli anaweza. Magoli naye alikuwa zamani sasa hivi ana meno. Juzi sikasika. Juzi naye kawekwa mguu kati. Na Kimangungu. Kizee kitata kile kikamweka kati. Kwenye ile mkutano na waandishi. Wewe bwana wewe ndio ulisema sasa tuite waandishi wa habari. Ulisema viongozi, baadhi ya viongozi wa Simba wanafia ya akili. Sasa twende wewe ndio kayabadilishe maneno. Konge mwenyewe hadharani hata asikie. Umeshindwa kuning'oa. Ndio kaenda kujitetea pale vile. Wewe kumbe pale anaenda kujitetea kwenye mkutano. Yeye kasema baadhi ya viongozi pale wana afya ya akili. Nani wa kwanza? Haitakiwa mtaje. Sasa wewe kwa akili yako si unaangalia tu pale, mwenye akili mbovu ya akili yake haifai vizuri, si unamuona yule pale? Mimi simjui naona. Basi na usimjue. Au unataka nikutajie? Basi. Wewe baki nalo mwenyewe. Basi. Mimi najua ndio. Sasa yule ndio akamuita bwana, twende karekebishe maneno yako. Sema tumepatana, tumeelewana. Naye akakubali bwana, twendeni. Kwa hiyo kaka, Simba yetu nzima, Simba yetu safi. Ila amesema msilalamike kwa sababu klabu imefanya vizuri. Imefungwa mechi moja tu ndani na mechi 2 kimataifa. Kwa hiyo hilo jambo msikae kulalamika, na hata hivyo mkiona Simba haijaingia robo msipige kelele. Kuna klabu mwaka jana haijaingia hata huko robo. Sasa ile sasa unabadilishwa. Ile ndio siasa ya mpira, unabadilishwa. Ile unabadilishwa, unatolewa ulipokuwa kwenye msimamo wako, unapelekwa sehemu ukubaliane naye yeye, umpigie kula. Ndio maana yake. Yule anatafuta kuweka watu sawa. Kwa yeye aliongea kwa kwamba kuna viongozi mule wana akili zimefanyaje. Sasa ili kusudi akuweke sawa unatakiwa afanyeje? Medula zile. Anatakiwa asemeje? Ndio aseme hivyo. Mbona hata kuna timu nyingine jamani, kwa ni vitu vya kawaida. Chukulieni poa. Tayari wewe unarudi unashusha tempa. Basi bwana, itakapokuwa si umeshashuka, utakuwa na maneno tena. Ndio maana akakwambia tumepatana. Hivi vitu vinaonekana tu mdogo wangu, sio lazima uvipangilie. Vipo automatic. Kuna jambo moja liliwahi kutokea hapa. Alilopoka huyu nani huyu? Sasa hivi sijui diwani. Nani? Huyu nani huyu?
Manara Haji. Haji. Kuna wakati yuko Simba. Kuna kitu alikiongea pale kikaharibu kikaleta tafulani. Ile akili za mgando. Yeye wakati msemaji wa Simba aliongea kuna vitu fulani vikataka kuleta tafulani. Vilikaa vibaya sana katika klabu ya Simba pamoja na wanachama na nini, vurugu. Akaambiwa nenda kalibadilishe haraka sana. Kabadilishe upepo. Ile lugha ile itamka. Ile lugha sio sawa. Akaenda kabadilisha upepo, watu wakatulia. Kwa hiyo na yeye baada ya kuona kwamba kaongea haya, naye kaenda kubadili upepo, lakini ni kweli magoli alichokiongea hajakosea. Wewe naona thibitisha thibitisha moja kwa moja. Kwa sababu klabu haifanyi vizuri. Kwa sababu starehe hatupati. Sasa wao ndio wanamwambia Mpanzo akose magoli. Agonge miamba. Ili kusudi si tufanye biashara. Wewe uko mbali sana wewe. Ili tufanye biashara tunatakiwa tufanyeje? Kwanza tunatakiwa tunapotaka kukutoa kwenye hii starehe ya hawa wanao kupigia kelele wanakushangilia, lazima tukutofautishe. Wale wakikuchukia hata ukiondoka hawapigi kelele. Mohamed Hussein kapigiwa kelele na nani? Kama mimi sio mimi peke yangu. Mwenyewe tu ulimtaka. Haya Chama wewe ulimlilia pia. Lakini kuna watu mpaka leo Chama akirudi wanashangilia. Simba angerudi Chama. Yaani mpaka leo wanamhitaji bado. Lakini tayari yule alishachonganishwa na mashabiki. Kwa hiyo wakajenga chuki kwake. Kwa bwana kumbe hao wanacheza chini ya kiwango, wanaidhalilisha timu yetu. Acha waondoke. Wakienda upande wa pili wanatwanga, ndio haya yaliyomkuta Mohamed Hussein. Sasa Mohamed Hussein ndio hivyo kusema tena hawezi kuongea huko upande mwingine. Na ndio maana mimi nilikuwa naomba nikutane naye. Wawili tu. Mimi yule ningemhoji mwenye angefunguka. Sasa lengo moja arudi, lengo moja. Ningejua mimi. Yule mimi ni subiri afukoni ishi. Yule mimi ningekutana naye angeniambia yote. Akupe siri zote za kwenye club. Yaani yote angeniambia. Sasa hiyo atakuwa sasa ajala kia. Na mimi nisingekuja kuyasema, ningekaa nayo moyoni. Niwaambie wana Simba wao. Saidi wanakuogopa, wanakuogopa mzee Saidi, unaweza kaja ukayamwaga hadharani sasa. Mimi sisemi. Kitu nachokiweza kukisema na uhakika nacho nakisema. Na usiniletee mimi ujinga wa kusema kwamba twende tukambadilisha yule mzee aseme hichi cha uongo hata siku moja. Sina tabia hiyo. Na wewe Simba umeielewa sana. Yani mimi hakuna timu ninayoipenda. Mimi siwezi kusema uongo. Yani mimi niseme uongo kwenye starehe. Ngumu. Starehe. Hauwezi. Hata siku moja. Ambapo wewe faraja yako kusema iondoke. Faraja yangu mimi niende nikaitie chuki. Ngumu. Sijui unakujaje. Mzee Said Mzimbabwe. Na unapokuja uje umejifunga. Kwanza unapokuja uje umejifunga. Na mimi kwanza mtu kama ananiambia bwana faraja yako ni nini? Naambia faraja yangu Simba. Unachotaka nini? Mangungu aondoke katika klabu ya faraja yako Simba. Unachokitaka Mangungu atoke, ndio nitapata faraja mimi katika Simba Sports Club. Kwisha. Ndio Saidi hatari. Kwa sababu huna maana. Wewe umekaa kwenye kiti, umechaguliwa na wanachama, wamekupa dhamana, wamekuamini. Wewe leo unaenda kuwasaliti waliokuamini. Mfano mzee Saidi hapo. Nipe maneno. Mzee kaondoka. Alafu klabu bado haifanyi vizuri. Sio kweli. Nini ambacho sio kweli? Sio kweli. Sio kweli vipi? Kwani akiondoka yule pale, si ataangaliwa mtu wa maana? Tena siku anachaguliwa mtu, nawaambia kabisa, angalieni msiweke watu wenye makundi. Tafuteni watu wasiokuwa na makundi, ndio waende wakakae pale. Waweke watu wasiokuwa na makundi. Sasa sio huyu kaja na huyu kaletwa na huyu kaja na huyu. Kule kwetu Lelwe kuna msemo mmoja tunaita LFA. Yaani mzigo unasafiri bure. Kwa hiyo msiletane bure katika klabu ya Simba. Tuendelee kupata madhila. Tunatakiwa tupate watu wenye uchungu na klabu ya Simba. Na wapo. Mimi hata kwa macho na kuchagulia. Wewe kama wewe. Mimi kama mimi. Na wanakuja kunyosha Simba safi kabisa. Tena barabara. Na akisimama speech yake hamgusi mtu. Wewe unasimama speech yako unaongea mbele ya wenzio, unaongelea nembo. Nembo ya Simba inatumika duniani kote huko. Kwanza ukiona nembo ya Simba inatumika, ujue ni klabu kubwa, inajulikana. Ndio.
Wewe unataka aenda kaitumie nani nembo ya Simba? Kama sio mashabiki wa Simba, nani unataka kwenda kuitumia? Sasa una lingine ulikuwa unataka kuniuliza? Nitaka nikuulize, Mzimbabwe umemwona? Striker wa Yanga Dube, goli umeliona? Unawaambia nini wana Yanga? Maana walikuwa wengine wanasema aondoke, wengine abaki. Mtetezi akamwambia injinia, hebu angalia upande mwingine, huyo kijana ni bado bora. Juzi kawatanguliza pale Zimbabwe. Tena wa Misri walikuwa hoi. Tena wa Misri walimwangalia. Walikuwa wanashangaa huyu mtu katokea wapi? Kwanza ule mpira ulivyokuja na alivyotuliza mpaka nenda bwana mzee Said. Kwa Dube unasemaje? Kapokea na mguu wa kushoto. Sasa sema kamera ionyeshi, ningekuonyesha. Amepokea? Amepokea na mguu wa kushoto. Anaonyesha, amwambie aonyeshe. Yule mtoto bwana. Aliblock namna hii. Ukadondokea hapa, akageuka, akaliangalia goli, akaipeleka pembeni. Ile kipa hali anaangalia na dakika. Ndio maana nikawaambia hivi, wana Yanga tulieni. Hiyo ni misukosuko ya duniani. Watu hawakawii. Kule alikotoka hawaja kupenda. Lakini yule bado bonge la striker. Limewapa goli la kufutia machozi. Kipindi cha kwanza kile wa Misri walikuwa hoi, unajua walikuwa kama wamepumua. Sio kama walipumua. Kaona ibilisi imetoka hii. Unafanya mchezo. Maana ilikuwa hatari mzee Saidi. Jana lakini Uganda umeona? Striker analuka. Striker. Na Ahmed Ally hakukosea. Mimi ndo ninachompendea mtoto wangu. Ahmed Ally hakukosea. Hajakosea, alisema striker refu likiruka tu goli. Si ndio huyo? Kule mbele jana analuka tu. Waganda wamebaki wanamwangalia tu. Nenda kuchukua forward analuka tu. Bwana wewe. Ngoma ilikuwa vice versa. Vice versa hiyo. Ahmed Ally anaongea? Ahmed Ally hakuna kinachotokea. Ndio maana namkatazaga Ahmed Ally. Kuna bwana mmoja yuko Geita alinipigia simu. Aliniambia wadhai haya maneno nayasema. Yule bwana amenipigia simu anasema mimi ningekuwa kama Mwana Marundi, ningemgeuza Ahmed Ally awe jiwe niwe namkalia tu. Angekuwa Mwana Marundi. Mwana Marundi ni mtu gani? Au ni wale watu wa... Sasa wa kofia fupi. Yaani angemtafuta Ahmed Ally mpaka amsomee ajiwe amkalie pale pale. Simshauri hiyo kitu staki. Namwambia mzee asifanye kwa kitu. Semaji wetu bado, semaji wenu bado mnampenda. Mimi nilimtetea Ahmed Ally. Nikamwambia bwana, Ahmed Ally kuna mambo mengine inabidi ayafanye kwa ajili ya sisi wanachama na wapenzi wa timu, tuende tukajazane pale. Amezidi mno uongo. Anatudanganya, tukienda kule tunaona tofauti. Hakuna kibaya kama kufungwa basi ndugu yangu. Lakini sana anamsifia mchezaji, anasifia mchezo, anasifia klabu yake na hadi anawapa hamasa mashabiki. Mimi sikufichi. Yani malalamiko mengi ya Ahmed Ally yanatoka, wanalalamika, lakini na mimi nawaambia yule ndio kazi yake. Msemaji ndio kazi yake. Ndio ataachaje kusema, na ndio ajira yake. Kwa hiyo tumvumilie hivyo hivyo, ila tu kama mnaweza tupambane ule uongozi ung'oke. Basi mimi ndo maneno yangu. Uking'oka ule uongozi. Saidi bwana. Mimi nacheka. Wewe hujaniuliza unacheka nini? Unacheka nini? Kwa niambie kwanza. Nimecheka siku ya tamasha. Simba. Tamasha la Simba. Simba Day. Magoli alipokuwa kasimama na mwenyekiti wa Simba mzee Mangungu. Magoli anawaambia watu wa Simba mnataka nini? Wale wanamjibu tunataka magoli, tunataka ushindi. Tunataka na kombe kabisa. Sasa mzee nani alipokuwa anamwangalia magoli? Mwenyekiti. Sasa alikuwa anamsikiliza mwenyekiti wake anaongea hoja gani? Alafu sasa juzi kwa waandishi wa habari kuna kicheko kimoja kakicheka. Kile kicheko kile wewe subiri tukija. Watu washakibeba. Afu nimemwona, ngoja kwanza mzee Said. Kile kipande kama nimekiona kwa media kwa Alikamwe. Kile kicheko kile nimekiona kwa Alikamwe. Siku tukija kufungwa na Yanga kinakuja kutoka kile. Utakuja kuniambia. Watu washapita nacho tayari. Wanacho. Kacheka sana kile kicheko. Sijui aliambiwa nini hapa na huyu bwana. Akacheka. Hata sijui alishasema bwana mimi hali ya hewa nimeshaitengeneza. Mwenyekiti basi aishe tusameane. Mwenyekiti akawa anacheka. Tuendelee kuwa vizuri.
Mimi sijui. Sasa hadi bwana tuanze na hili. Ndio. Mashabiki wa Yanga na Simba. Bwana, mashabiki wa Yanga mliwafunga goli 2 pale. Chuma 2. Bomba 2. Watu wakasema Albadi limeanza kujibu hiyo. Mapema Albadi inaanza kusoma pale. Hii tunaanza kwa mashabiki. Tukija tarehe 1 mwezi wa 3 lazima tena timu yao ikae. Yanga mimi labda nikwambie. Hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga sijui nikwambieje. Unajua huwa vinabadilisha upepo. Hii yenyewe ya mashabiki imeshabadilisha upepo, unajua. Imeshabadilisha upepo gani? Upepo umebadilika. Tunaonekana kama wote tuko sawa. Mbona ninyi tuliwafungeni? Yaani na sisi tumepata sehemu ya kujitetea. Tulishawafungeni na nyinyi. Njooni tena muone. Mtatuonea huku tu. Lakini mtatuonea huku lakini mkija huku tunawafumueni. Tayari kumbe upepo umebadilika. Ndio slogan za Simba na Yanga. Sisi slogan yetu ni utani, sio ugomvi. Na mpira sio kusalitiana. Sasa kama sio ugomvi, mbona tunawekana lock up? Mpira sio ugomvi, mbona tunawekana lock up? Mpira ni starehe. Nije nikutanie. Mimi na siri moja kubwa sana ya hawa Simba. Kubwa mno. Utaitoa baadaye leo. Umeelewa? Na wala sina haja ya kuitoa. Na siri kubwa mno ya Simba. Simba ile. Ya nyuma. Umeelewa? Simba ile na hii ndio ile ile. Kasoro pale zinabadilika tu nyakati za uongozi na nyakati za wachezaji. Lakini klabu ni ile ile toka ya mwaka 77, 72, 73, 74 ni ile ile Simba. Kinachotoka ni uongozi na nani na wachezaji na baadhi ya wanachama kufariki, wanakuja wengine. Lakini Simba ni ile ile, haibadiliki. Na lenki yake ni ile ile sana, inashuka kwa sababu ya kushushwa na viongozi wabovu, wasiojielewa, wasiojitambua. Na najua na hii usiifute. Una tabu sana. Tabu ya nini sasa mzee? Kubwa. Tabu gani hiyo? Unakatazwa usiongee na mimi. Kwa sababu naongea haya maneno yanawagusa watu. Yaache yaguse hivyo hivyo. Sijui unanielewa? Yaache yaende hivyo hivyo. Tumechoka kutukanwa mabarabarani. Unapotukanwa barabarani unatakiwa ufanyeje? Asira zetu tuzipeleke wapi? Mtoto anapoenda shuleni njaa inamuuma, ghadhabu yake inatakiwa irudi kwa nani? Sasa kwa baba umeshindwa kunipa chakula. Ndio maana mimi nimeshindwa kusoma, nimepigwa na walimu. Kwa hiyo ndio hivyo. Vumilia mpaka upatikane mwafaka Simba. Lete maneno. Mimi nashukuru mzee Said, leo tuna hoja nyingi sana. Wanasema basi tukizianzisha hapa tusiweke kipolo. Na mimi nimewaweka kipolo. Najua. Nimewaweka kipolo klabu ya Simba. Bado ninayo. Tunayo. Mpaka inyooke. Mpaka na itanyooka. Mimi siombei ishindwe kupata ushindi. Ndio. Wewe mtu wa Simba mimi siombei ikashindwa kupata mafanikio bora. Na iombea iwe ina mafanikio bora ili na mimi hata nikitoka nje naonekana kwa kwamba mtu wa Simba yule. Unadundika kama enzi ya nyuma unatembea unatamba hivyo, unasema yenyewe endeleeni kuumia sasa. Nimenyanyua kwapa. Najua kama mzee sio kama sasa hivi ukitokeza tu wagao utamu hao. Sasa maneno gani hayo? Bwana, huyo ndo mzee Said. Ukimya wake kutoonekana kwa siku 2-3 ni mambo tu ya kifamilia, bado tunaye sana na atakuwepo sana. Sisi tunazungumzia habari za kimichezo. Hatuna hoja nyingine, hatukusemi mtu, hatukuzungumzi mtu mabaya, hatupo kwa jiras na mtu. Sisi tunaongelea habari za kimichezo. Wewe mwana Chapesa Media, mzee wako kasharudi, yupo na ataendelea kuwepo. Hiyo tu tumewagea leo kionjo, lakini bado kila kukicha habari zitakuja na mtaletewa kuanzia hivi sasa, siku hii ya leo ya siku ya Jumatano. Mimi sina la zaidi. Cha msingi na msisitizo uliopo, wewe mwana Chapesa Media ambao bado hujasubscribe, hebu subscribe sasa hivi, share, like, comment ili uweze kuendelea kupata habari za kimichezo na burudani ndani ya media yako hii ya Chapesa Media. Sina la ziada. Nyuma ya kamera yupo director Shiz, mwamba anayengalisha picha na anawaleteni picha iliyokuwa ngavu na kipindi anakisimamia safi kabisa.
Hatuna la ziada, asanteni sana.